Na huyu akaja kakaa hapo, huyu mbakaji huyu alipokaa hapo, mimi alipokaa hapo, na mimi nimekaa baba, yeye akaamka akakandamiza hivi akaniangushia huku. Usi sina nguvu, sina mkono miwili, ni mkono ni mmoja. Namwambia bana James, ondoka hapa, utaka kufanya ujinga, mamangu atakuja sasa hivi wewe. Hata sikii kitu. Alinifanyia vitendo vya ajabu. Ndio akakaa hapo akaondoka. Alipoondoka akakimbia, kuna mama moja alipokuja jirani yangu. Akakimbia. Ndio namjua kwamba James huyo. James wasijui hata kwa wanaokaa. Yeye ni Mpale. Mimi nilimfahamu miaka hiyo, nilikuwa nafanya biashara yangu. Ndio alikuwa wateja hao. Alikuja siku moja, tena siku nyingine akaja siku moja hapa akapiga propaganda yake akaondoka zake. Sasa hiyo ni mara ya pili anakuja huku. Naomba serikali niangalie kwa sababu hapo ni mateso tu. Mvua ikinyesha inanyesha hapa kitandani. Ndugu sina, ndugu hamna, wamenikimbia wote. Wamekimbia, wengine wamefariki huko nyumbani. Naitwa Kenja Mkongo. Ni mama anayemhudumia huyu bibi. Kwanza amepata changamoto ya afya. Huyu bibi alipata changamoto ya afya kwanza mwaka 2020 na akaparalyze mkono na mguu. Kwa hiyo mimi ni jirani yangu na tukafanya msaada wa kumpeleka hospitalini pamoja na balozi. Baada ya hapo tuseme yuko hapa ni mgonjwa kwa muda wote, lakini jana jioni kuna niseme ni baba alikuja. Na alikuja kama mtu mwema, maana alikuja kama kumsalimia, maana alimnunulia mpaka na soda. Lakini baada ya kubaki akagundua hamna mtu, basi aliamua kumwingilia huyu bibi kimwili. Na alivyomwingilia huyu bibi, naona huyu bibi alitaharuki na alipata aibu. Alishindwa kutamka. Lakini mimi baada ya kurudi, nilitoka kanisani, nilivyokuja niligundua kwamba mbona mazingira sio ndio mwacha, maana nilishinda naye, nilifanya usafi, nilikuwa nafua nguo hizi huku ni za kwake, nilifua jana. Nikaona jinsi nilivyoweka mbona kuko tofauti na kuna vitu ambavyo sielewi, maji yamemwagika ndoo. Baada ya mmoja akasema maji huyu baba baada ya kumaliza ndiye kajinawisha hapo kwenye hiyo ndoo. Na ndio maana pakawa na hayo maji. Na nikakuta t-shirt ambayo ilikuwa nimehifadhi imening'inizwa hapo, kwamba ilikuwa pia nimetumika kwa mazingira hayo. Huyo aliyemfanyia hicho kitendo tunasadiki yani kwa kukisia inawezekana yuko kwenye miaka 50 hivi lakini hana umri wa bibi, ni mdogo. Bibi atakuwa kwenye, hatuna uhakika sana maana hajui hata miaka yake, na mkisiaga kwenye 70 na 80. Na kisia tu kwa maana naangalia hajasoma, kwa hiyo hata kujieleza vizuri kwake inakuaga ni changamoto. Aliingilia njia ya kawaida, maana nilimwangalia na nilimhoji, nikamwambia haja kutumia kinyume na maumbile, alisema hapana. Mimi naomba serikali iangalie namna ya kumsaidia huyu mama. Ikiwezekana kama ni kupelekwa kwao, hata kwao kama wanaweza, maana serikali na mkono mrefu apelekwe. Kama kuna namna anaweza akatunzwa kwenye kituo cha usalama zaidi, huyu mama aweze kutunzwa kwa usalama zaidi, kwa sababu mimi kama jirani kwa miaka yote hii 6 nimepambana kumhudumia hapa. Saa nyingine ni ngumu, wapangaji hawapo, wapangaji wanaondoka, mazingira unajua mahali penye shida saa nyingine watu hawataki. Kwa hiyo yanakuwa ni mazingira magumu. Nimetoka kutafuta riziki, saa nyingine amenyanyuka, amejiburuza, ameburuzika, ametoka mpaka labda hata uko nje. Kwa hiyo mazingira ya kufanywa ukatili kwake ni makubwa zaidi. Kwa jina naitwa Maria Abdalla, ndo balozi wa mtaa huu. Jana nilipigiwa simu na huyu anayemhudumia huyu mama. Akaambia kuna tukio limetokea, nikamwambia tukio gani? Akaambia huyu mama tumekuta akafanywa kitu ambacho sivyo. Ikabidi nimuulize ni kitu gani? Akaambia kuna mbaba aliyokuja hapa nyumbani, akawa amekosea nyumba ya huyu mama, akaenda nyumbani kwake. Akawa anaita jina la majirani bila kumkumbuma, akamwambia kwamba ni anakaa huku, wakaja naye mpaka huku ndani kwa huyu mama mgonjwa. Wakakaa naye pale ndani, wakaanza kuongeza siku nyingi, ni kama vile watu wanafahamiana. Na akatoa hela ya soda, ule majirani huyu mama naye akaomba hela ya soda. Akatoa 500, akaambia 500, akatoa 2000. Akanunuliwa soda. Walipokunywa soda, kwa hiyo mama anayemhudumia hakufikiria kama ni mtu mbaya. Kwa hiyo akamwachia akijua kama ni ndugu yake.
Huyu mama akaenda nyumbani kwake. Lakini baadaye akaona mbona kimya? Ikabidi aje huku kwa mgonjwa. Alivyokuja ndo akakuta ndo mambo sio. Huyo mtu anaitwa James. Sasa mimi na viongozi wangu watakapokuja itabidi tuende kwenye mtaa wa Hengo tukute viongozi wa kule ili tumuulize huyo mtu wa James ni nani. Kwa sababu huyu mama anasema anamjua, alikuwa ni mteja wake zamani akifanya naye biashara. Yaani tukio ni laana. Ndio. Ni laana kabisa. Watu wengi wanafanya tunaweza tukasema tu ni mlevi, kumbe mtu amekuja kwa mambo yake ya kishirikina. Ndio. Mimi naambia vijana wafanye kazi wapate riziki zao kwa halali.